All the way kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Upepo ukiwa unapepea, miti namna hiyo inanawiri ukijani wa kutosha. Kunguru baadhi ya ngwe nao wanaruka namna hiyo. Bwana, nikapata vibe, nikasema hapana. Jana Simba Sports, mnyama mkali, alikuwa uwanjani katika Kombe la Mapinduzi, na mechi ambayo amecheza bwana, katika lineup kwanza kilivyotoka tu kile kikosi, katika wachezaji ambao walikuwa wanaunda kikosi kile cha Simba ambao walianzia bench ni Anukani Bright. Sasa huyu ndio nyota ambaye tunakwenda kumwangalia, ni nyota wa kimataifa kutoka UG Uganda, na hapa tunakwenda kumwangalia huyu ni nyota wa aina gani. Kumbuko kwamba yupo ndani ya kikosi cha Simba kwa majaribio, yani anaangaliwa. Ikumbuko huyu ni mchezaji huru. Kwa nini mchezaji huru? Anukani Bright ni mchezaji wa aina gani? Basi ungana nami katika session hii kwa ajili ya kumfahamu vizuri zaidi Anukani Bright. Yeah, bwana, kuhusu Anukani Bright, huyu ni nyota mwenye umri wa miaka 25. Tumemuona kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba jana, lakini maybe kuna idadi kubwa ya Watanzania labda hawamfahamu Anukani Bright. Sasa hapa tunakwenda kumwangalia huyu ni mchezaji wa aina gani. Tunafahamu kwamba yuko pale kwa ajili ya majaribio, lakini lengo mahususi la mimi na kufanya session hii ni kutaka wewe upate picha ya Anukani Bright, yani ujue wasifu wake anapotokea, ukubwa wa Anukani Bright, nafasi yake anayocheza na nafasi yake ndani ya Simba ipo vipi. Sasa tukianza na profile yake, wasifu wake. Anukani Bright anatokea Uganda, ni nyota ambaye kwa wale ambao wanafuatilia vizuri ligi ya Uganda bwana, ligi ya Uganda imegawanyika, of course kuna madaraja mengi, lakini ligi ya Uganda kwa asilimia kubwa ligi yao haina nguvu ya kiuchumi. Kwa hiyo hata usajili wa wachezaji wengi kutoka mataifa ya kigeni mengine mbalimbali imekuwa changamoto. Kwa hiyo walichokifanya FUFA, chama cha soka cha Uganda, ni kuwekeza katika soka la vijana. Waliamrisha klabu ikawa kama ni club license kwamba kila timu hakikisha inawekeza katika soka la vijana ili kutengeneza ushindani mkubwa katika ligi ya Uganda, na ili kupromote vijana wacheze juu kwa maana ya senior teams, alafu wauze maeneo mbalimbali. Mradi huu ukatengeneza FUFA Junior League, ligi ya vijana. Na hii ligi ya vijana sasa ndio imetoa vijana wengi Uganda. Yani mtaji wa vijana wengi wa Uganda kwa sasa wametokea katika hii katika hii ligi ya FUFA Junior. FUFA Junior inachezwa pale pale Uganda, inachezwa kwa makundi mawili. Kundi lao moja linaitwa Treble, kundi moja linaitwa Hat Trick, na inadhaminiwa na Airtel. Yes. Sasa FUFA Junior ndio imewazaa hawa akina Alan Okello, akina Travis Mutiaba, Gavin Kizito Muhweri, Najibu Yiga, na wengine mbalimbali wametokea katika hizo ligi za vijana. Sasa katika miongoni mwa wachezaji ambao kwenye miaka hii kutokea kwenye 2018 mpaka leo hapa 2025 ambao wametikisa sana ligi ya Uganda, notable, yani vijana wengi of course ambao wamepita katika ligi ya Uganda na wamefanya vizuri kwa maana ya wameonyesha kiwango kizuri, lakini kuna vijana takriban 5 ambao hao wanatajwa kama mfano kwamba hawa ndo top product ya ligi kuu ya vijana. Ni hawa hapa. Naenda kutajia vijana 5 ambao wametrend kwenye miaka hii kwenye FUFA Junior. Kwanza kabisa ni Alan Okello. Alan Okello no star mkubwa kabisa kwa kutokea katika hizi ligi za vijana. Yani hawa wachezaji ambao nakutajia hapa ni wale ambao tangu wakiwa shule walitikisa ndani ya Uganda. Yani wakiwa wadogo tokea unaonekana kwamba kuna talents kubwa kwenye miguu yao. Kwanza ni Alan Okello nambari 1. Namba 2 ni Anukani Bright. Huyu ambaye anafanya majaribio na Simba sasa hivi. Huyo anashika nafasi ya 2, Anukani Bright. Nitakwambia kwa nini. Lakini pia yupo Anaku Sadat. Huyu maybe watu wengi hawamjui sana. Anaku Sadat na mwenyewe pia yupo katika list hiyo. Lakini pia yupo Travis Mutiaba. Travis Mutiaba. Huyu pia ni miongoni mwa nyota vijana ambao tangu yuko advance, yuko form 5, alikuwa anacheza Premier League na alikuwa mchezaji hatari sana. Lakini mwingine yupo yupo Mustafa Chiza. Mustafa Chiza huyu tunamfahamu ni fullback wa kushoto, Mganda huyu ambaye naye talent yake ni kubwa sana. Huyu Mustafa Chiza inawezekana Watanzania wengi wanafahamu kwa sababu ameshahusishwa sana na Young Africans ya hapa Tanzania. Sasa
hao ni vijana watano, lakini wako wengi, akina Gavin Kizito Mugweri na kadhalika, lakini hapa nimekutajia hao watano ambao ndo walitikisa Uganda kutokea kwenye timu za vijana. Sasa Anukani Bright, huyu nyota, yeye timu ambayo ametokea ni Proline FC. Proline FC ni moja ya timu ambayo inadhaminiwa na kampuni ya mafuta lakini iko kwenye yani ni timu ya daraja la kati. Ndio timu ambayo mashabiki wa Young Africans pia watakumbuka Juma Balinya, timu ambayo ilimtambulisha zaidi ni Proline FC ndani ya Uganda, kabla baadaye hata alikuwa MVP pia ligi kuu ya Uganda, kama baadaye kwenda kujiunga na Young Africans. So Anukani Bright yeye alikuwa anachezea Proline, lakini timu bora ya muda wote kwenye investment katika uwekezaji wa soka la vijana ndani ya Uganda ni KCCA, wazowataka wa Kampala, wanajiita Kasasiro Boys, yani ni wazowataka wa Kampala. Sasa KCCA au Kasasiro Boys, hawa ndo wametoa nyota wengi wazuri. Hao tunapozungumzia kina Alan Okello ni product ya KCCA, akina Anaku Sadat product ya KCCA, Mustafa Shiza na wengine mbalimbali. Na kocha ambaye alitengeneza vijana wengi ndani ya Uganda anaitwa Jackson Magera Nelly. Huyu ndo ametengeneza vijana wengi sana pale. Sasa tukenda ndani zaidi kwa huyu nyota Anukani Bright. Anukani Bright bwana, kama nyota wengine wengi kutoka katika pool la vijana wa Kiganda, na maanisha Anukani Bright katika level yake ya udogo alikuwa star mmoja mkubwa sana ndani ya Uganda, na future yake ilikuwa inaonekana very very brighter. Alikuwa anatabiriwa kufanya makubwa sana ndani ya Uganda na nje ya mipaka ya Uganda, kama ilivyo pia kwa Alan Okello, kama ilivyo pia kwa nyota wengine mbalimbali akina Bobosi pia Ruhanga. Lakini kilichokuja kutokea sasa, Alan Okello alikuwa KCCA, Anukani Bright na yeye akachukuliwa, alinunuliwa na KCCA, akaenda kujiunga na KCCA kwenda kucheza na Alan Okello. Baadaye Okello akaondoka akaenda Paradu ya Algeria. Alipofika Paradu ya Algeria mambo yakaenda tofauti. Okello akawa sio yule ambaye alikuwa anatarajiwa, sio yule ambaye alikuwa anafikiriwa. Mambo yalikuwa tofauti kabisa. Alan Okello ni kama alifeli hivi ndani ya Algeria, akaamua kurudi nyumbani, ndo akarudia kwa mkopo ndani ya KCCA, baadaye akaenda kujiunga na Vipers, lakini akiwa ndani ya Uganda anakiwasha. Sasa kwa upande wa Anukani Bright mwenyewe bado anaendelea kupambana ndani ya Uganda, lakini Anukani Bright ambaye alikuwa anapigiwa picha na huyu wa sasa hivi kidogo kuna changamoto. Kitu ambacho Waganda hawana wasiwasi kuhusu Anukani Bright ni talent. Waganda wanaamini Anukani Bright ana talenti kubwa sana, ana kiwango kikubwa sana. Labda ni mambo mengine tu, nimeona baadhi ya vyanzo vinajaribu kuripoti maybe mambo ya nje ya uwanja, lakini ni vitu ambavyo mimi sina uthibitisho navyo. Lakini kitu ambacho naamini maybe exposure ya kutoka nje ya Uganda anaikosa, ambayo ingeweza kumsaidia. Huyu amecheza Proline, baadaye akaenda KCCA. KCCA hakufanya vizuri, akaenda kujiunga na Vipers. Vipers alifanya vizuri kidogo, akabeba mpaka ubingwa, na baadaye akarudi tena KCCA kwa maana ya msimu uliomalizika 24-25, akajiunga na KCCA kwa contract ya miaka 3. Amecheza msimu huu mmoja tu, lakini baadaye akapoteza nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha KCCA. Ikabidi kwenye kuelekea msimu huu kwa maana wa 2025-26, majina ambayo KCCA wenyewe wamerelease kwamba hawa ndio wachezaji wetu ambao tunaingia nao katika ligi kwa msimu huu, jina la Anukani Bright limekosekana. Limezua maswali mengi sana kwa Waganda. Nimeona wenyewe vyombo mbalimbali vya Uganda vimeripoti kwa nini Anukani Bright hayupo kwenye kikosi. Wakati unajiuliza hivyo, kwa nini hayupo kwenye kikosi, Anukani Bright anakuja kuibukia kwenye benchi la wachezaji wa akiba wa Simba katika mchezo wa Kombe la Mapinduzi. Sasa huyu ni Anukani Bright. Position ambayo anacheza, ana uwezo wa kucheza kama inside left nambari 10, ana uwezo wa kucheza kama winga. Ni mmoja wa wachezaji ambao ana ubunifu mkubwa, mmoja wa wachezaji ambao waliomuona at his prime, kwa maana ya akiwa mdogo alikuwa ana kasi, alikuwa ana shoot, ana skills kubwa ya kuscore, ana uwezo mkubwa wa kusababisha vitu vitokee, kwa maana ku create chances. Huyu ni Anukani Bright. Sasa Waganda wenyewe bado wana imani naye, wanaamini hii ni potential, hii ni talent kubwa ndani ya Uganda.
wanaamini huyu anaweza kufanya vizuri. Walitamani kuona angalau anavyofanya Alan Okello kwa wakati huu, kwa maana ya kucheza national team, na amekwenda na national team kwenye fainali kubwa kama za AFCON na amepata nafasi ya kuanza baadhi ya mechi. Kitu kama hichi au picha kama hii ndo alitamani pia kuiona kwa Anukane Bright, yani hawa wachezaji wao ambao wanawatengeneza kutoka level ya vijana wawaone pale, lakini kwenda kuangalia unaona wachezaji wengi muhimu wanakosekana kwenye ambao wametokea kwenye timu za vijana, the like of Gavin Kizito Mugweri na mwenyewe pia amekosekana, huyo Anaku Sadat pia amekosekana, na baadhi ya wengine ambao wametokea katika hizi level za junior. Kwa hiyo hii ni changamoto kwa soka la Uganda. Wana kazi kubwa ya kuifanya kuhakikisha wanarejesha tena ushindani katika ligi mbalimbali ambazo watakuwa wanacheza hawa nyota wa Kiganda, nyota ambao bado wana nafasi ya kuonesha. Ndani ya Simba nafasi yake iko vipi? Nafasi ambayo anacheza ndani ya Simba bwana ni ngumu. Nafasi yake ni ngumu sana kwa sababu Simba miongoni mwa utajiri mkubwa ambao wako nao ni viungo wa ushambuliaji. Wana namba kubwa ya viungo wa ushambuliaji ambao daraja lao ni kubwa, daraja la kuridhisha of course, ambalo lina challenge, wenyewe kwa wenyewe wanapeana challenge. Kwa hiyo kwa Anukane Bright ana kazi ya kuifanya, aoneshe ile talent yake ambayo alikuwa nayo since day one, kwa maana ya kile ambacho alikionyesha kutokea kwenye timu za vijana, akikopi na kukipesti katika daraja hili la leo, ili aweze kuleta ushindani na aweze kuaminiwa ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana, hilo ndo kubwa zaidi kuhusu Anukane Bright, na wewe una nafasi ya kuweka comment yako kwenye comment section kwa namna ambavyo umenisikia. Anukane Bright unaona ni mchezaji wa aina gani? Ni mchezaji ambaye anastahili kucheza ndani ya Simba au unaona hatoshi? Kwa maana ninaposema hivyo, swali langu hebu niliweke kwenye mazingira mazuri, kwamba anaonekana na talent, ana uwezo mkubwa. Simba wamwamini au watafuta mchezaji mwingine? Na ninaposema hivyo kwa sababu tayari huyu mchezaji ana talent na imethibitishwa kwamba ana uwezo mkubwa. Hasa kama ana uwezo mkubwa, maybe ilikuwa inakosekana tu kwa yeye kucheza nje ya nyumbani, kucheza nje ya Uganda. This time around yupo ndani ya Simba. Inawezekana ikawa Simba ikamfanya kurejesha makali yake ambayo alikuwa nayo huko nyuma, kwa sababu Simba ni timu kubwa ambayo ina pressure kuliko timu zote alizowahi kucheza. Kwa hiyo kwa nafasi yako unaonaje? Anastahili kuwa pale au bado hatoshi? Weka comment yako kwenye comment section, bila kusahau kusubscribe, na hii ni Mzinga Sports.